Yes. Bwana, niite KBTZ, msimuliaji wako ambaye naenda kukuletea sehemu ya pili ya siku niliyoanguka. Simulizi hii ni simulizi ya maisha ya kujifunza. Kuna kitu ambacho utakinoti upo. Simulizi hii ina vitu viwili vitatu ambavyo vinaweza kukusaidia katika maisha yako. Guys, subscribe, comment, like, share, turn on notification. Comment nini tukibadilisha, nini tukiweke sawa, nini unaona hakipo sawa, utakometisha zaidi. Twende nalo. Nilianza kubadilika taratibu, lakini maisha hayakubadilika haraka kama nilivyotarajia. Asubuhi moja nilikuwa nimebeba mifuko ya saruji kwenye ujenzi mmoja. Mikono imejaa vumbi, mgongo unauma, jasho lilikuwa linanitoka kama maji. Nilisimama kidogo, nikapumua, nikajiangalia. Huyu kweli ndiye mimi, yule kijana aliyekuwa anavaa shati safi, anaingia ofisini, anaheshimiwa. Sasa nilikuwa nafanya kazi ya kubeba mizigo, lakini safari hii sikujiona mdogo, nilijiona najenga upya. Siku zikapita, nilianza kupata watu waliokuwa wanaanza kuniamini. Fundi mmoja alinipenda kwa sababu nilikuwa mnyenyekevu na mchapakazi sana. Akaanza kunifundisha kazi za msingi za ujenzi. Nilikuwa najifunza haraka. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu nilihisi nina mwelekeo, lakini maisha hayakuacha kunipima. Siku moja jioni, nikiwa nimekaa nje ya kibanda changu, nilisikia sauti niliyofahamu sana. Wewe? Ni kweli ni wewe? Niligeuka, alikuwa ni Aisha. Moyo wangu ulisimama kidogo. Aisha alikuwa msichana ambaye nilimpenda sana zamani hizo, wakati nina kazi. Tulikuwa karibu sana, lakini nilipofukuzwa kazi na maisha yangu kuanza kuyumba, aliondoka kimya kimya. Hakuniaga, hakuniuliza, alipotea tu. Alisimama mbele yangu, macho yake yakiwa yamenitazama kwa huzuni. Nimesikia ulipitia mengi. Nilitabasamu kwa uchungu kidogo. Ndiyo maisha yalivyo tu. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha akasema, nilikosea kukuacha vile. Sikuwa tayari kuona mtu niliyemzoea akiwa anapotea. Maneno haya yaliniumiza, lakini sikulalamika kwa sababu ukweli ulikuwa wazi. Wakati nilipokuwa naanguka, wengi walinikimbia. Aisha alianza kunitembelea mara kwa mara. Alianza kuona upande wangu mpya, yule mtu anayejituma, anayepambana, asiye na majivuno tena. Na taratibu hisia zilianza kurudi. Lakini safari hii nilikuwa mtu tofauti kabisa. Sikutaka mapenzi yanivuruge tena. Nilitaka maisha yangu yawe na msingi kwanza. Miezi kadhaa ilipita. Nilikuwa sasa sio tu mbeba mizigo. Nilianza kufanya kazi ndogo ndogo za ujenzi mwenyewe. Watu walikuwa wananipa kazi. Pesa haikuwa kubwa, lakini ilikuwa ya halali na ilikuwa na amani. Siku moja nilipokea simu isiyotarajiwa. Ilikuwa ni bosi wangu wa zamani. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu. Habari, nilikuwa nikikufuatilia maisha yako kidogo kidogo, alisema. Nilikaa kimya nikisikiliza. Nimeona umebadilika sana. Kama bado unahitaji kazi, kuna nafasi ndogo hapa. Sio kama ile ya zamani, lakini unaweza kuanza tena. Nilikaa kimya kwa muda. Hii ndiyo ilikuwa nafasi niliyokuwa nikisubiri zamani. Lakini safari hii nilifikiria tofauti. Nilimjibu kwa utulivu, nashukuru sana, lakini kwa sasa najaribu kujenga kitu changu mwenyewe. Kulikuwa na ukimya upande wa pili. Kisha akasema kwa sauti ya heshima, ninakuheshimu kwa hilo. Nilipokata simu, nilikaa chini na kuvuta pumzi. Kwa
mara ya kwanza sikuchagua njia rahisi, nilichagua ile niliyokuwa nimeijenga kwa jasho langu. Miaka miwili baadaye nilikuwa nimesimama mbele ya kibanda changu kipya cha vifaa vya ujenzi. Sio kikubwa sana, lakini kilikuwa changu. Jina lilikuwa limeandikwa juu, Mwanzo Mpya Enterprises. Aisha alikuwa pembeni yangu akitabasamu. Safari yetu haikuwa rahisi, lakini safari hii tulikuwa tunaelewa thamani ya kusimama pamoja. Siku moja kijana mdogo alikuja kuniuliza kazi. Alikuwa amechoka sana, macho yake yanaonyesha mapambano. Nilijiona ndani yake. Aliniambia, niko tayari kufanya chochote, maisha yamenipiga sana. Nilimtazama nikatabasamu. Nikakumbuka ile siku yangu ya kituo cha daladala. Nikamwambia, sawa, kesho njoo mapema, lakini hapa kuna kitu kimoja tu, usije na visingizio, njoo na nia ya kubadilika. Alitikisa kichwa kwa nguvu. Usiku ule nilikaa peke yangu nikitazama mbali. Nilikumbuka kila kitu: kuchelewa kazini, kufukuzwa, marafiki kuniacha, njaa, maumivu, na ile siku niliyokaa pale kituoni nikiwa sina tumaini. Nilitabasamu kimya kimya, kwa sababu nilielewa kitu kikubwa, kwamba maisha hayakuniangusha, yalinifundisha kusimama kwa nguvu zaidi. Naam, ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza katika final say yetu hii? Fanyia kazi hii, itakusaidia sana kwenye maisha yako. Yaani kwenye maisha kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuwa unapitia, afu ikafikia hatua wewe mwenyewe ukaanza kukata tamaa. Pambana, sababu huijui kesho yako utaamka vipi. Nashukuru kwa wote mnaonisikiliza, kwa wote mnaonifuatilia. Naweza nikasema amani ya Mungu na iwe juu yenu. Cha kufanya, subscribe, like, turn on notification, bonyeza alama ya kengele, share, comment, nini kiongezwe, nini kipunguzwe. Fanya hivyo, utakuwa umetusaidia sisi kubadilisha mifumo yote ambayo ipo hovyo hovyo, kuiweka iwe bulbul. Thanks for all and bye.